Nguvu ya sala ya rozari na umuhimu wake katika maisha ya Mkristo na dunia ya leo. Ndiyo mada yetu. Nguvu ya sala ya rozari na umuhimu wake kwa Mkristo. Nguvu ya sala ya rozari. Tunapozungumzia rozari hapa, nazungumzia rozari ya mama yetu Bikira Maria. Sio rozari nyingine, nazungumzia hiyo tu ya mama yetu Bikira Maria. Rozari hii inaundwa na sala ya Bwana pamoja na sala ya malaika. Sala ya Bwana ni Baba yetu. Sala ya malaika ni Salamu Maria. Sala ya Baba yetu aliyetufundisha ni Yesu mwenyewe. Pale wanafunzi wake walipomwomba wakisema, Bwana, tufundishe kusali kama Yohane alivyofundisha wanafunzi wake kusali. Yesu akawafundisha akasema, msalipo salini Baba yetu uliye mbinguni, na kadhalika. Sala ya malaika ni ile sala ambayo malaika Gabrieli alimpa mama yetu Bikira Maria akisema, Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Baada ya salamu hiyo, Yesu akatoa mwili katika tumbo la nani? La Bikira Maria. Kwa hiyo hiyo ndiyo rozari hiyo. Rozari ni sala yenye nguvu sana. Sala yenye nguvu sana. Rozari wakati naanzishwa, ilianzishwa hivi. Mtakatifu Dominiko, huyu alikuwa ni padre. Yeye katika parokia yake aliona watu wamekuwa wadhambi mno na hawataki kuongoka, hawataki kuacha dhambi zao. Na hiyo ikasababisha wale wakanadini walikuwa wanaitwa Wabijensia wasiongoke. Basi yeye aliamua kufunga, huyu Mtakatifu Dominiko. Akaenda msituni, akafunga, akajitesa ili Mungu aweze kutoa wokovu kwa roho shupavu ambazo zilikuwa hazitaki kumwongokea Mungu. Zilikuwa hazitaki kusikiza mafundisho ya dini. Akaamua aende huko asali, na alisali bila kukoma kwa siku 3, mchana na usiku. Kipindi chote hicho cha kufunga alikuwa hali kitu. Yeye ilikuwa ni kulia, kuomboleza na kufanya malipizi makali ili kutuliza hasira ya Mungu, kwamba aliamini hivyo kwamba Mungu atasamehe, watu wataongoka, wataacha dhambi zao. Mateso aliyoyafanya au malipizi aliyoyafanya alikuwa ni makali mno, kiasi cha kwamba mwili wake ukaanza kukatika, ukaanza kupasuka kwa sababu ya mateso makali aliyojipa. Akasali sala nyingi sana, lakini licha ya sala hizo hazikutosha kutuliza hasira ya Mungu, kwamba Mungu aweze kuruhusu uongofu wa hawa watu. Kwenye kitubio cha hivyo, yeye mwenyewe akazimia
kwa sababu mateso yalikuwa makali aliyojipa. Alizimia. Baada ya kitambo kikubwa sana, mama yetu Bikira Maria akamtokea. Mama yetu Bikira Maria akamtokea. Alipomtokea akamwambia maneno haya, na mnukuu: mpendwa Dominiko, je, unafahamu ni silaha gani ambayo Utatu Mtakatifu utaitumia ili kubadilisha ulimwengu? Ni silaha gani ambayo utaitumia ili Mungu katika Utatu Mtakatifu aweze kubadilisha mioyo migumu ya watu hawa? Dominiko padre akamwambia, mama yangu, mimi sijui, wewe unafahamu vyema zaidi kuliko mimi, maana wewe ulimzaa mwana wa Mungu. Ndipo Bikira Maria akamjibu akasema hivi, nataka tangu leo ujue kwamba kwa aina ya vita vya kiroho ya aina hii, fimbo inayoweza kuvunja vita hii ya kiroho ni kitabu cha Zaburi ya malaika. Kitabu cha Zaburi ya malaika ambacho msingi wake ni Agano Jipya. Hivyo kama unataka kuzifikia roho nyingi zilizoshupaa na kuziongoa zibadilike, zimfuate Mungu, wewe fundisha kitabu hicho cha Zaburi ya malaika. Kitabu hicho cha Zaburi ya malaika ni nini? Ni rozari takatifu, ambayo rozari hii, kitabu cha Zaburi hiki kilianza wakati wa Agano la Kale. Watu walikuwa wakisali Zaburi 150, ambapo baada ya Bikira Maria kuitoa hiyo, akasema sasa tangu leo utasali Zaburi ya malaika, ambayo ni rozari. Rozari, salamu Maria, au salamu ya malaika kwa Maria 150 kabla hazijawa Matendo 20. 150 ambao ni sawasawa na zile Zaburi za Daudi 150. Akasema hii Zaburi hii ya malaika ndiyo ina uwezo mkubwa wa kuongoa roho shupavu na uweze kumwongea Mungu. Kwa hiyo tangu saa hiyo Mtakatifu Dominiko padre akafahamu kumbe rozari takatifu ndiyo yenye uwezo wa kuongoa roho za watu. Sasa sikia matukio yaliyotukia baada ya hapo. Dominiko aliinuka akiwa amefarijika na akiwa na ari mpya na nguvu mpya ya kuongoa roho za watu katika eneo lake au parokia yake. Akatoka msituni akaenda kanisani. Breki ya kwanza ilikuwa ni kuingia kanisani. Alipoingia kanisani kwenda kumshukuru Mungu, kusali ile rozari ile aliyokuwa ameambiwa na Bikira Maria kule msituni, malaika asiyeonekana aligonga kengele ya kanisa ya pale kanisani ili kualika watu waje kanisani. Kwa hiyo malaika aliyekuwa haonekani akagonga kengele ili watu waje kanisani. Tumsifu Yesu Kristo. Mnasikia lakini hayo Akagonga kengele malaika asiyeonekana.
watu wakakusanyika kanisani pale, wakaja kwa wingi kanisani. Kuna nini kimetokea? Kuna mtu amekufa? Kumbe ni malaika anawaita waje wasikilize kile ambacho Dominiko amepata kule msituni wakati ameenda kufunga na kulia kwa mateso makali. Basi Dominiko alipoanza kuhubiri tu, anataka kuhubiri rozari hii, tufani kubwa ikatokea, tetemeko la ardhi likatokea, jua likafifia. Ona muujiza huo uliotokea, muujiza. Tufani kubwa ikafanyaje? Ikatokea, ardhi ikatetemeka, kwa tetemeko la ardhi kubwa. Watu wakaogopa waliokuja siku hiyo. Jua likafifia siku hiyo. Kukawa na ngurumo na radi kama za sasa hivi, japokuwa hizi ni ndogo sana. Ndogo sana. Watu wote wakaanza kupiga mayowe, wakaanza kuogopa, kuna nini? Woga ukawazidi mno. Pembeni kama hapo palikuwa na sanamu ya Bikira Maria kanisani. Ile sanamu ikabadilika, akawa Bikira Maria mwenyewe akinyosha mikono juu, akiomba kisasi cha Mungu kije kiwateketeze hao watu ambao wanakataa kuongoka. Wanataka kuongoka. Basi ndipo Mtakatifu Dominiko akamwomba Bikira Maria aombe huruma kwa ajili ya hao watu mwenyewe. Basi Bikira Maria akanyanyua mkono kusitisha kisasi cha Mungu ili kisiwapate wale watu waliokuwa korofi, jeuri, hawataka kusikia neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Mmesikia jinsi ilivyotokea? Ndivyo rozari ilivyoingia duniani. Kwa taarifa yako, unayosali leo hii ilipitia kwa mtakatifu nani? Dominiko. Ilitokea hivyo. Kwa mtu akikuuliza ilikuja kujaje hii rozari? Ilikuja wakati wa Dominiko, rozari hii ya Agano Jipya. Hii inaitwa rozari ya Agano Jipya. Kwa lugha nyingine inaitwa kitabu cha Zaburi ya Agano Jipya. Ijapokuwa ilikuwa inasaliwa katika mtindo mwingine kwa njia ya kusali zaburi za Daudi wakati ule. Sasa ilipokuja hii ikaitwa Zaburi za Agano Jipya. Salamu ya malaika ndio imejazana humu, salamu ya malaika. Salamu Maria, salamu Maria, salamu Maria, salamu Maria, salamu Maria. Ndivyo ilivyokuja hivyo. Kwa hiyo ilivyokuja, ilikuja katika utukufu. Naona matukio yote yale, tetemeko la ardhi, ngurumo, radi, hofu nyingi, kama vile wakati wa Sinai Musa alivyokuwa anapokea zile amri ngapi? 10 zile. Jinsi palivyokuwa na matetemeko kule. Vitisho, kwamba ni kitu kikubwa kinaingia duniani. Kwa hiyo na hii hapa rozari, ndugu zangu wapendwa, ni kitu kikubwa sana. Wewe angalia jinsi kilivyoingia tu. Kilipitia kwa Padre Dominiko ambaye sasa hivi ndiye ni mtakatifu. Ambao Bikira Maria alipitia kuleta rozari yake. Mungu alitaka kwa njia ya matukio haya ya mbinguni asambaze uchaji wa rozari takatifu na kuifanya hii sala ya rozari takatifu ijulikane zaidi kwa vitisho vile vilivyotokea siku ile Dominiko alipotoka msituni kufunga. Malaika akagonga kengele, asiyeonekana gonga kengele. Basi watu wakusanyika, wakaanza kuhubiriwa rozari hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo hapo muone kwamba rozari ina thamani ya ukuu wa kimungu kiasi gani. Ina thamani kubwa sana kwa jinsi ilivyoingia. Rozari inaitwa Zaburi ya Maria.
ambayo ilichukua, si kwamba ilichukua nafasi, hapana, iko sambamba na Zaburi ya Daudi. Mapadre, watawa, mafrateli na seminaristi sehemu mbalimbali, wao wanasali zote hizi mbili. Wanasali Zaburi za Daudi, ndio tunaita masifu. Masifu, kitabu cha masifu au sala ya kanisa. Humo kuna Zaburi za Daudi. Ninyi ambao wengi hampati muda wa kusali Zaburi za Daudi, mnapaswa kusali Zaburi za nani? Za Maria. Basi kumbe mmenielewa vizuri sana. Jipigie makofi jamani. Zaburi za Maria. Sisi tunasali zote. Tunasali Zaburi za Daudi, sali Zaburi za Maria. Zaburi za Maria. Lakini Zaburi za Daudi yenyewe ilitabiri ujio wa Kristo. Zaburi ya Maria ambayo ni rozari yenyewe inabeba tunda lenyewe, yani neno aliyetoa mwili, Kristo mwenyewe. Zaburi za Daudi ni kivuli cha mwili wa Kristo, lakini Zaburi za Maria ni mwili wenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe rozari ina nguvu kubwa kwa sababu ya kile inachokibeba. Hii ilitabiri, hii imebeba kitu kwa hiyo ni kikubwa, rozari ni kikubwa. Rozari ni kikubwa sana, kitu kubwa sana. Ni kitu kikubwa. Rozari hii rozari ilikuwa inaitwa Zaburi, lakini baadaye tukaita rozari baadaye kwa sababu ya matukio pia mbalimbali. Rozi ni ua. Rozi ni ua. Ni mawaridi. Rozi ndio rozari, manake ni ua la mbinguni. Ua la mbinguni au maua ya mbinguni. Mama yetu aliwafunulia watu wengi sana kuwa kila wanaposali sala hii ya rozari wanampatia Bikira Maria waridi zuri. Na kila wanapokamilisha rozari wanamvika Bikira Maria mawaridi mama yetu. Unapokamilisha rozari hii unamvika taji la mawaridi Bikira Maria. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo mpende sana kusali hii rozari sio kuivaa tu. Ukiivaa tu bila kuisali ni kama ushirikina fulani vile. Ni ushirikina fulani bila kuisali haina maana yote hata kidogo. Mama Maria, mwambie mwenzako bila kusali rozari haina maana. Hata ukivaa ni kama pambo tu. Ni kama hirizi. Ndio hivyo, rozari inapaswa kusaliwa. Inapaswa kusaliwa. Niwape kisa cha mjezuiti mmoja. Mjezuiti alikuwa ni bruda lakini mjezuiti. Unajua kuna mashirika mbalimbali. Sasa mmoja wapo ya mashirika alipo kanisani kuna shirika la wajezuiti. Rudia nyote, jezuiti. Jezuiti ni shirika fulani. Sasa siku moja kuna mjezuiti aliyejulikana vyema, bruda Alphonse. Huyu bruda alipendelea sana kusali rozari kwa hamasa kubwa. Na mara nyingi alipokuwa na sali rozari, waridi jekundu
lilitoka mdomoni mwake. Mdomoni mwake. Kila aliposema Baba yetu uliye mbinguni kwenye hii rozari. Sikuna sehemu ya Baba yetu. Aliona waridi jekundu linatoka mdomoni mwake. Na kila aliposema Salamu Maria, aliona waridi jeupe natoka mdomoni mwake. Mawaridi mekundu na meupe yalikuwa yanafanana yote kwa uzuri na harufu. Harufu ilikuwa nzuri, jekundu na lile nyeupe yalikuwa yanafanana kwa harufu. Ndivyo alikuwa na huyu Mjesuiti huyu. Tofauti yake ilikuwa ni rangi tu. Katika masimulizi ya Mtakatifu Francisco yanasimulia pia juu ya bruda mmoja ambaye huyu alikuwa na tabia nzuri sana ya kusali rozari ya mama yetu Bikira Maria kabla ya chakula cha usiku. Yaani kabla ya kwenda kula chakula cha usiku alipaswa kusali rozari. Sasa siku moja kutokana na sababu fulani alishindwa kusali ile rozari. Na kengele ya chakula kwenda bwaroni ikafanyaje? Ikagongwa. Ilipogongwa basi alienda kwa mkuu wa nyumba. Akamuomba, baba naomba uniruhusu nikasali rozari. Maana nimekosa muda wa kusali rozari na nimeshajiwekea kama ahadi kwa Mungu kwamba nitakuwa na sali rozari kabla ya chakula, kabla ya meza. Basi ruhusa alipewa. Alipewa. Alipokwenda chumbani mwake kusali ile rozari, alikawia sana. Muda mrefu ukapita, ikabidi yule mkuu wa nyumba atume buruda mmoja ili aende akamuite. Mbona amechelewa? Aje ale chakula bwana. Basi huyo buruda mwingine alipoenda akaingia chumbani, akavuta akafungua mlango wa chumba chake. Alikuta yule kijana buruda amezungukwa na mwanga, nuru. Unafahamu nuru? Ninaposema nuru namaanisha sio mwanga wa kawaida, lakini ni nuru. Chumba kimejaa nuru tu. Na mbele yake pale kuna Bikira Maria amesimama akiwa na malaika wawili. Malaika mmoja upande wa kushoto, mwingine upande wa kulia. Hii ni story ya kweli, sio kwamba ni simulizi za michapo, hapana. Ni story ya kweli ambayo iliandikwa. Tumeelewa na? Mfano Baba Mtakatifu alikuja hapa, si ndio? Sema jamani, kawe miaka labda 1000 imeshapita. Baba Mtakatifu alikuwa anaitwa Yohane Paulo wa pili. Alifika wapi? Kituo cha nani? Na ikawa kituo cha hija. Akisimuliwa kule anapaswa kuamini kwa sababu imeandikwa, ni tukio lilotokea likaandikwa. Na hiki hivyo kiliandikwa hivyo. Basi huyu kijana buruda huyu alipokuwa anasali, anatamka, anasali Salamu Maria, linatoka mdomoni mwake waridi jeupe. Wale malaika wanalitoa, wanaweka kwenye wapi? Shingoni mwa Bikira Maria. Wanamvika Bikira Maria. Haya, anaposali Baba yetu inatoka waridi jekundu, wanaunganisha pale. Na kuwa basi. Sasa yule buruda akaona hayo. Sasa akabaki pale ameshangaa yanayoendelea. Hakurudi kutoa taarifa kule. Huyu akaona huyu kijana amefanyaje? Amekawia. Kwa hiyo akawatuma wengine wangapi? Jamani, huku na nini? Kawaite hao vijana wote waje huku. Na hao wawili wakaja. Wakafuta mlango umefunguliwa, huyu kwa ameduaa tu ameshangaa. Akasema jamani, angalia yanayoendelea. Angalia yanayoendelea. Na hao wakaona vivyo hivyo. Ukao ushuhuda watu wangapi? 3. Huyu kijana mwenyewe yeye alikuwa haoni, kijana kwa taarifa yako. Alikuwa haoni. Yeye amezama kwenye kwenye sala. Yeye haoni kinachoendelea. Ila hawa wanafanyaje? Wanaona. Alikuwa ni muujiza mkubwa sana. Hao ndio kuja kumsimulia huyu kijana. Yeye amezama, yuko serious na sala. Serious na sala. Yuko makini mno na sala yake. Hawa wako wanashangaa. Lakini sauti inatoka vizuri. Kwa hiyo
Tangu siku hiyo wakajua kumbe hii ni rozari. Rozari ni neno ambalo tafsiri yake ni waridi. Tumeelewana? Waridi, rose kwa Kiingereza, rose. Rose, waridi la mawaridi. Kwa hiyo lilitokea katika hii hapa, katika muktadha huu. Katika tukio la Buruda waliokuwa wanasali hiyo rozari, yanatoka nini? Maua ya rose. Tena yana harufu nzuri. Hawa walipoingia mle chumbani wakakuta harufu nzuri mno. Chumba kimejaa harufu nzuri. Tumsifu Yesu Kristo. Je, unataka chumba chako kijaa harufu nzuri? Salia humo rozari. Yataonekana maua ya nini? Yataonekana harufu ya nini? Ya mawaridi. Harufu ya mawaridi. Kwa hiyo isali vizuri rozari, nyumba yako itakuwa inanukia mawaridi tu. Mawaridi. Kwa hiyo ndivyo ilivyotokea hivyo. Mwishowe maburuda hao wawili waliokuwa wametumwa wakaona kilichotokea, wakaamini, wakajua kwamba kumbe rozari kila inaposaliwa inatoa mawaridi hayo kwa mama yetu Bikira Maria. Na kuwa jambo zuri sana. Ndugu zangu wapendwa, siku moja au kabla ya hiyo story hiyo, rozari na maajabu makubwa mno. Rozari na maajabu makubwa sana. Ni jambo gumu sana kuweka katika maneno ya kawaida ili wote waelewe ni jinsi gani Bikira Maria anavyopendezwa na uchaji wa rozari, au ni jinsi gani Bikira Maria anavyopenda watu wasali nini? Rozari. Bikira Maria amewazawadia watu wengi wanaosali rozari fadhila nyingi mno ambazo hazina kipimo. Hata wale ambao walitoa mfano mzuri, hata wao, hata kama wasali. Na amewaadhibu vikali wale ambao wako kinyume na uchaji huu wa rozari. Amewaadhibu vikali sana. Wakati mmoja Mtakatifu Dominiko hakuwa na kitu moyoni mwake kingine isipokuwa kufundisha rozari, kufundisha ukuu wake, kumshawishi kila mtu asali rozari. Na huyu Dominiko alipata neema ambazo haziwezi kuhesabika kutoka kwa Bikira Maria. Alitumia uwezo wake Bikira Maria kama malkia wa mbinguni. Alimzawadia miujiza mingi mno, mingi na ya ajabu. Mwenyezi Mungu wakati wote alimjalia kila kitu alichokiomba huyu nani? Dominiko. Kwa jinsi alivyokuwa anasali rozari, anafundisha nini? Rozari, anatoa mfano mzuri watu wasali rozari. Mungu alimzawadia kila alichohitaji. Kwa hiyo hata wewe ukisali rozari vizuri, acha kutania kusali rozari, acha kutania, wewe isali kwa uchaji. Ninakuhakikishia kila unachokiomba kwa Mungu utakipata. Cha msingi kipatane na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Chochote kile utakipata. Chochote kile. Mama yetu Bikira Maria aliwabariki
watu wengi waliofundisha rozari, lakini pia aliwazawadia kwa hali ya juu sana wale ambao walitoa mifano mizuri ili watu wasali rozari. Mmoja wapo anaitwa Mfalme Alphonsus. Huyu alikuwa ni mfalme wa Leoni na Galicia. Leoni na Galicia. Huyu mfalme alitamani sana kuona watumishi wake wote wanasali rozari. Alitamani sana 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 sana. Huyu mfalme huyu alitamani hivyo. Alitamani kuona watu wote wanamheshimu Bikira Maria. Kwa hiyo yeye alizoea kuvaa rozari kubwa. Rozari, anaivaa rozari kubwa. Na wakati mwingine anaifunga hapa kwenye mnini, kwenye mkanda wake. Anaifunga hapa. Rozari ndefu. Watu wote wakawa namwangalia mfalme wao aliyovaa rozari, nao wanavutiwa. Najua mtu mkubwa akifanya kitu watu wengi wanakiiga. Hata akiongea, namna ya kuongea, kwa sababu ni mtu mkubwa, watu wengi wataiga namna ya kuongea kwake. Mnafahamu hicho? Kwa hiyo kwa kuwa ni mfalme, amevaa rozari yake. Ijapokuwa yeye alikuwa hasali rozari, yeye alikuwa anavaa tu, ila tamaa yake ni kuona watu wanasali nini? Rozari. Hali hapo ilikuwa kama maajabu kubwa sana. Yaani yeye hasali rozari, ila anapenda watu wafanyaje? Wasali rozari. Alikuwa hana ubinafsi, kwamba si kwa mimi nimeshinda, kama nimeshindwa mimi wengine waweze, kwa nini wasiweze? Hana wivu. Hana nini? Hana wivu. Watu wasali rozari. Alikuwa anataka hivyo. Na kweli wale watumishi wake wakaanza kumwiga, wakatafuta rozari, wakaanza kusali rozari kweli. Kila alipopita mfalme wanaona amevaa rozari, wanafikiri labda anaisali, kumbe yeye hafanyeje? Hasali. Yeye anaweka tu, lakini anatamani watu na msali rozari. Anafundisha hivyo, msali rozari jamani, msali rozari, ila yeye hafanyeje? Hasali. Sasa siku moja, kwa hiyo wengi wakasali hivyo rozari, wakavaa rozari, wakasali rozari, wakazivaa kama mfalme wao. Siku moja huyu mfalme akaugua sana. Akaugua sana, akaelemewa na usingizi wa kifo. Kuna kuugua mpaka unaona kifo, unakiona tayari. Aliugua sana na watu wakajua tayari amekufa huyu mtu. Yeye mwenyewe katika kuugua kwake na kukosa zile fahamu za kidunia, akawa katika maono. Anajiona yuko mbele ya kiti cha hukumu, mbele ya Mungu, kiti cha Bwana wetu Yesu Kristo. Akajiota hivyo, alafu upandeni mwake kuna mashetani wako wanapiga kelele, wanamshtaki kwa Mungu. Wanamwambia ahukumiwe kwenda motoni. Ahukumiwe kwenda motoni, mashetani wao. Basi baadaye akatokea Bikira Maria. Hiyo ni maono, lakini sio kwamba alikwenda, ni maono alikuwa naona. Unajua kuna kuugua mpaka ukafikia kwamba umekufa tayari. Basi Bikira Maria akatokea. Alipotokea akamwombea huruma ya Mungu nani? Alphonse. Katika kumwombea huruma yake, yeye akaomba mzani uletwe, mzani, ili upime dhambi zake. Zikawekwa pale, dhambi zake zikapimwa, zikaonekana zina nini? Zina nguvu. Ikaletwa pia rozari ile aliyokuwa navaa ile, ikawekwa kwenye ule mzani. Rozari ikaonekana imezidi uzito sana nini? Dhambi zake. Kwa hiyo hukumu akafanyaje? Mungu akamhurumia. Sasa Bikira Maria akamwambia, kwa vile tendo ulilokuwa unalifanya duniani la kuvaa rozari tu, watu wengi wakaiga uchaji huu wa rozari,
na kuongezea muda wako wa kufanyaje, wa kuishi duniani. Ila ujitahidi sana, ujitahidi sana. Na alimwambia kwa jicho la huruma sana, jicho la huruma. Kwa hiyo akasema, kama zawadi kwa heshima hii ndogo ambayo umeipatia kwa kuvaa rozari yangu, nimekupatia neema kubwa kutoka kwa mwanangu Yesu kiasi hiki. Maisha yako yatarefushwa kwa miaka mingine zaidi. Sasa hakikisha unatumia miaka iliyobaki kwa busara na ufanye toba. Ndivyo alivyomwambia. Ufanye nini? Toba. Utumie miaka iliyobaki kwa busara na ufanye nini? Toba. Hata wewe hapa, tumia miaka iliyobaki kwa busara na ufanye nini? Toba. Ufanye toba. Na wewe sio tu Alfonso. Sio tu Alfonso. Kwa hiyo mfalme baada ya hapo, baada ya tukio hilo, baada ya maono hayo, akapata ufahamu. Alipopata ufahamu, akaamka kitandani, akasema, itukuzwe rozari ya mtakatifu sana Bikira Maria. Ndivyo alivyosema. Itukuzwe rozari ya mtakatifu sana Bikira Maria. Kwayo nimeokolewa toka katika laana ya milele. Baada ya kupata afya njema, alitumia muda wa maisha yake uliofuata katika kuhubiri, kueneza uchaji wa rozari takatifu, na yeye mwenyewe akaanza kuisali. Sio tu kuivaa, akaanza kuisali. Lakini ilimuokoa namna hiyo. Ndugu yangu, hata wewe itakuokoa namna hiyo. Sasa wewe huenda isiokoe sana. Ukivaa tu hapa, watu hawaoni tofauti. Kwanza ni kadogo na ukavaa. Bora lingekuwa ni kubwa afadhali. Wewe unavaa kadogo. Vaa basi ni kubwa. Kama unataka kusali, vaa ni kubwa kama Alfonso basi. Watu waige. Lakini sasa nakushauri ndugu yangu, wewe usivae tu. Ufanyeje? Sali. Sali kabisa. Sali kabisa. Sali. Rozari ina miujiza mingi mno. Miujiza mingi mno. Wakati Mtakatifu Dominiko alipokuwa anahubiri rozari katika sehemu moja huko ya miji yake, alipokuwa kwenye parokia yake, alikuwa paroko. Basi kulikuwa na mtu mmoja mkana Mungu. Mkana Mungu ni hawa wanaitwa watu wanaofanya mafundisho potofu kama warokole nini. Wanakana vya Mungu. Yaani sio warokole, walikuwa wanamkubali Mungu. Inamaanisha watu ambao hawampendi Mungu kabisa, wanamkana Mungu. Hawataka kusikia cha Mungu wala cha malaika wala cha watakatifu. Wafumu nini? Haya na kadhalika. Huyu alipokuwa akihubiri, huyu mkanadini anamfanyia mzaha. Anamfanyia mzaha. Sasa mzaha hawajaandika ni mzaha gani aliyokuwa anafanya, lakini walau ni za kama kejeli. Anamkejeli huyu padri, huyu mkanadini anamkejeli padri. Anahubiri kuhusu rozari. Huyu anasema wapi? Tena naweza kuinganisha hata wanaokana ni yetu rozari yetu, wanaoikataa rozari yetu, wanaoipinga rozari yetu hii, wanaoipinga, mnawafahamu si ndio? Wanaipinga, wanafanyia mzaha. Sio ni sanamu, sio vitu gani, mnamwabudu sio Bikira Maria, sio vitu gani, yote hivyo wanaoipinga. Sasa huyu mkanadini akapewa adhabu. Huyu mkanadini akaingiliwa na mapepo 15,000. 1000 ngapi? Kwa kosa la kumkejeli huyu nani? Mtakatifu nani? Dominiko, aliyekuwa anahubiri nini? Hii rozari. Sasa rozari ile alikuwa anahubiri ni ya mafungu 15 wakati ule, kabla ya mafungu ya mwanga yale kuingia. Sasa kumbe akapewa manini?
mapepo 15,000. Kila pepo, kila salamu Maria ilisimamia mapepo mangapi? Chukua 15,000 gawa kwa ngapi? Kwa 50 ngapi? Basi kwa 150 inakuwa ngapi? 15 gawa kwa 15,000 gawa kwa 150 ngapi? Piga hesabu. 100 100. Kwa hiyo kila salamu Maria ilimsababishia huyu aliyoikana, ilimsababishia huyu aingie mapepo 100. Mapepo 100. Mapepo 100. Kama adhabu kutoka kwa Mungu. Aliteseka na mashtani hayo 15,000 yaliyomwingia mwilini mwake. Basi wazazi wa huyu Mkanadini ikabidi sasa wafanyeje? Unajua ukiwa na mtoto mwenye mapepo, si ndio? Unaanza kuhaha, unaanza kuhangaika, unapeleka huku na huku. Kama mapepo ya hapa leo. Alafu jambo jingine ni watahadharishe. Ninyi hamna mapepo kiasi hicho. Tumeelewana? Hamna mapepo. Hiyo ni saikolojia, sawa? Saikolojia, watu hamna mapepo kiasi hicho. Unakuta walioamka hapa, waliokuwa na mapepo ni kama mtu huyu mmoja. Wengine wote walikuwa ni wako kawaida tu. Na unakuta hata mmoja hayumo. Ni saikolojia, yani nyinyi mnapenda kuwa na mapepo, yani mnasikia sana mapepo. Ndio maana yanafanyaje? Mnakuwa na hofu nyingi. Nyingi, hauna mapepo nyie. Mwambie mwenzako una mapepo wewe. Ujiaminishe una mapepo, mwambie. Yani hapa tungeliendelea hapa kila mmoja angalianguka, hasa wanawake. Sasa hivi yameenda wapi sasa hivi? Kama yapo kweli, sasa hivi yameenda wapi? Yameenda wapi? Mniambie yameenda wapi mapepo? Hamnayo. Hamnayo. Yani machache mno mapepo. Sio kwamba kila watu wanakuwa na mapepo. Unakuta aliyekuwepo ni kama huyu. Yeye anawaambukiza wengine wote, yani upepo ule unawaambukiza wengine wote kama uko dhaifu. Lakini mapepo kama mapepo hamna, sio nani. Hasa mapepo ni kama huyu aliyekuwa na mapepo 10,000 na ngapi? Hasa hao walikuwa na mangapi hao? Walikuwa na mangapi? Moja. Hayapo, unakuta tu basi ni hisia. Lakini mimi nahisi kama na mapepo hivi, nahisi kama na rogwa vile. Hapana. Hivyo havipo. Kwa hiyo wale wazazi wake wakamleta kwa Dominiko. Wakamleta kwa nani? Ili aondolewe yale mapepo. Dominiko alichofanya, alianza kusali na kumwomba. Kila mmoja aliye pale uanze kusali rozari kwa sauti pamoja. Na katika salamu Maria, mama yetu aliondoa mashetani 100. Kila salamu Maria 1, mashetani 100. Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Sisi hatusali rozari vizuri. Rozari iliyosaliwa vizuri, salamu Maria 1 ina uwezo wa kuondoa mapepo 100. Wewe unasikia hapa? Ina uwezo, lakini uisali vizuri. Sasa tunasali sisi, tuna dhambi, tunasali tuna nini, hata hatueleweki. Kwa tusali rozari vizuri. Rozari hiyo ina uwezo wa kuondoa mapepo. Rozari 1 tu. Salamu Maria 1 inaweza kuondoa mapepo 100. Lakini kulingana na imani pia ya mtu. Ya mtu. Kulingana na imani yako. Kwa hiyo tumia rozari kuondoa mapepo yako mwenyewe. Kama unayo. Uyaondoe. Yaondoe. Kwa hiyo kila salamu Maria 1 ilifanikiwa kuondoa mapepo 100. Mpaka walipomaliza rozari ya mafungu 100 ngapi? Mafungu 150. Yaani salamu 150 zile. Ambayo ni mafungu 3 ya furaha. Ya wakati ule yalikuwa wakati wa Dominiko yalikuwa furaha, uchungu
na utukufu. Ya mwanga yalikuja baadaye wakati wa Baba Mtakatifu Yohane Paulo wangapi? Ndiye alikuja hayo, yeye alifunuliwa akaongeza mengine. Na ndio maana ni mtakatifu. Kuongeza matendo sio jambo la kawaida. Ni ufunuo wa kimungu. Baba Mtakatifu Yohane Paulo pia aliongeza mengine. Naye ni mtakatifu kwa sababu hiyo. Kupitia kwake Bikira Maria aliongeza mafungu 5 mengine. Manake rozari ni injili nzima. Injili nzima. Kuanzia Yesu anatungwa mimba mpaka anafanyaje? Anafuka. Unaangalia matendo ya furaha mfano jinsi alivyo. Tunaanza Yesu anapata mini, anatungwa mimba. Tunaanzia hapo. Baadaye Yesu yuko tumboni, Bikira Maria anaenda kumtembelea nani? Elizabeth. Alipoenda kutembelea Elizabeth akasalimiana. Mtoto mchanga akafanyaje? Akaruka tumboni mwa nani? Aliruka kwa sababu gani? Furaha ya nini? Kwani mtoto kule tumboni aliruka, aliyefurahi ni nani? Ni Elizabeth au ni mtoto? Mtoto alifurahi kule baada ya kumuona Yesu kule tumboni mwa nani? Baba Maria. Akafurahi akaruka. Baadaye tendo la 3, matendo ya nini? Ya furaha. Akazaliwa. Tuombe neema gani? Ufukara. Baadaye Yesu akapelekwa hekaluni kufanyaje? Kutolewa hekaluni. Mtoto wa kwanza lazima atolewe hekaluni. Hivyo. Yesu baadaye akapotelea hekaluni. Sio kwamba alipotea, alijipoteza sijui. Alijipoteza yeye mwenyewe. Alitaka kubaki kanisani. Hao wakashaanza kuhangaika huko akina Maria kaanza kumtafuta. Wakamkuta hekaluni. Haya, hiyo matendo yakafanyaje? Yakaisha. Hayo hayana uchungu sana. Yakaingia uchungu. Akaingia uchungu. Yesu akatoka jasho la damu alipofikiria mateso yake atakayopata. Akaanza kupasuka, mishipa ikapasuka kwa sababu ya kufikiria yatakayompata ya mateso yale ya msalaba na kadhalika. Alipoyafikiria akapasuka. Mishipa ikapasuka. Ukiwa na hasira nyingi, ukiwa na huzuni nyingi, unashangaa damu zinatoka puani au zinapasuka toka ni wapi? Waga ni kawaida. Ukiona umetokwa damu nyingi, kwanza puani au kwenye mishipa ikapasuka, ujue kwamba ulikuwa na huzuni na msongo mkubwa wa mawazo pengine, au kitu kimekukabili kikubwa. Ndivyo ilitokea kwa Yesu. Haya, tunaingia tendo la 2. Yesu anapigwa nini? Mijeledi. Tendo la 3, Yesu anafanyaje? Anavikwa taji la nini? Lamba kichwani. Tendo la 4, anabeba msalaba wake. Tendo la 5, anakufa wapi? Msalabani. Yaani rozari inatafakari maisha nani? Ya Yesu. Ni injili ambayo imetafakariwa. Injili ambayo imetafakariwa. Matendo ya utukufu. Yesu anafuka. La 2, anapaa wapi? Mbinguni. La 3, anamtuma Roho Mtakatifu. La 4, anafanyaje? Bikira Maria naye anafanyaje? Anakufa, alafu anapelekwa wapi? Mbinguni. La 5, kule mbinguni anafanywa kuwa Malkia. Ni injili ambayo imetafakariwa. Kwa hiyo kuna sali rozari, kimsingi unasoma injili. Unasoma maisha ya nani? Ya Yesu. Ya Yesu. Rozari ni imejikita kwa Yesu. Kwa hiyo tunaposali rozari sisi tunakuwa tunaona matendo makuu ya Yesu kwenye rozari na ya Mungu aliyofanya katika historia. Mtu asikushangaze eti asikusumbue ukiwa sali rozari yako. Wala asikuseme vibaya, akuache utafakari mateso ya nani? Ya Yesu. Utafakari maisha ya nani? Ya Yesu kwenye rozari hii. Kwa hiyo ndio rozari hiyo, ndio rozari. Kwa hiyo wakasali hayo, mapepo yakafanyaje? Yakamwishia. Kwa hiyo ukitaka na mapepo yako pia yaishe, we tumia rozari ya mama yetu Bikira Maria. Itumie sana. Itumie sana. Rozari takatifu hii inaleta baraka nyingi sana. Inatupatia
baraka za Yesu na mama yake Bikira Maria wanatoa zawadi za ajabu kwa wale wanaoitumia hii rozari hii. Watumia rozari hii. Salamu hii ya mbinguni inatujalia wingi wa baraka za Yesu na Maria. Kwani ni ukweli kwamba Yesu na Maria wanatoa zawadi ya ajabu kwa wale wanaowatukuza. Unapokuwa na sali rozari, unakuwa unamtukuza Yesu na nani? Na Maria. Unamtukuza. Na Yesu na Maria wanatulipa mara 100 kwa ajili ya sifa tunazowapatia. Na wapenda wale wanaonipenda. Hayo ni maneno ya Yesu. Kusudi niwapatie mali wanipendao na kujaza hazina zao. Tunasoma Mithali sura ya 8 aya 17 na 21. Yesu na Maria daima wanasema tunawapenda wanaotupenda. Tunawatajirisha na kujaza hazina zao hadi kufurika. Na ukipenda sana utapendwa sana. Anayepanda vingi atavuna vingi. Atavuna vingi. Kwa kila salamu Maria tunampatia mama yetu heshima ile ambayo Mungu alimpatia wakati malaika mkuu Gabrieli alipokuja kumsalimia Bikira Maria. Wewe unapokuwa na sali hiyo salamu, unampatia Bikira Maria heshima ambayo Mungu alimpatia Bikira Maria wakati malaika Gabrieli ametumwa kwake kuja kumsalimia na kumpa ujumbe kwamba atazaa nani? Yesu. Kwa namna gani mtu anaweza kudiriki kufikiria kwamba Yesu na Maria ambao mara zote huwatendea mema wale wanaowalaani, wanaweza kuwalaani wale wanaowabariki na kuheshimu kwa njia ya salamu hii. Mtakatifu Bernardo na Mtakatifu Bonaventure wanasema hivi kwamba Malkia wa mbingu kwa hakika si mtovu wa shukrani na asiyejali kuliko watu wale wenye wema na wenye tabia njema wa dunia hii. Kama vile alivyo wa kiwango cha juu Mungu Bikira Maria katika ukamilifu mbalimbali, anatuzidi pia katika fadhila za shukrani. Ukifanya hivyo kwa Bikira Maria na uchaji kwake, atakuwa na shukrani pia kwako. Kama alivyo juu, na shukrani yake itakuwa ni ya juu sana. Hivyo kwamba hawezi kutuacha sisi tunaomheshimu kwa upendo na heshima bila kutulipa mara 100 zaidi. Mtakatifu Bonaventure anasema kwamba Maria atatusalimu kwa salamu kama tutamsalimu yeye. Atatusalimu kwa neema kama tutamsalimu yeye kwa salamu. Mama Maria, turudie sentensi hiyo. Maria atatusalimu kwa neema, rudia. Maria atatusalimu kwa neema kama sisi tutatusalimu kwa salamu ya Maria, kwa salamu Maria, ambayo ndiyo hii. Ukimsalimu kwa salamu hii, yeye atakusalimu kwa neema. Atakuminia neema. Nani anayeweza kuzielewa neema na baraka ambazo salamu na heshima njema kwa mama yetu vinatupatia sisi? Kutoka dakika ya kwanza ambapo Mtakatifu Elizabeti
alisikia salamu ya mama yetu wa mbinguni, alijawa na Roho Mtakatifu, na mtoto aliyekuwa tumboni mwake aliruka kwa furaha. Kama tukijiweka wenyewe kuwa wastahivu wa salamu na baraka za mama yetu, kwa hakika tutajazwa Roho Mtakatifu kama Elizabeth alivyojazwa Roho Mtakatifu. Na wingi wa faraja za kiroho itatushukia sote. Itatushukia. Kwa hiyo ndugu zangu, hii salamu ya malaika, yani rozari, ni ya heshima kubwa. Ina manufaa makubwa. Ina manufaa makubwa. Tunaposali rozari, inasaliwa kwa kutafakari juu ya mafumbo yanayotuletea matokeo ya kustaajabisha kabisa. Kwa hatua ya kwanza, inatupatia ufahamu kamilifu wa Yesu Kristo. Tunafahamu Yesu vizuri kwa njia ya rozari. Ukitaka kumfahamu Yesu vizuri, wewe sali rozari yako vizuri. Utapata mwanga kumfahamu Kristo vizuri. Kwa njia ya rozari, roho zetu zinaoshwa dhambi zetu. Rozari ni njia ya pekee ya wewe kujiosha na dhambi zako, kujilipia madhara ya dhambi zako. Hiyo rozari hiyo. Kwa anayekuwa na sali rozari, anajilipia dhambi zake kwa kutumia rozari. Anajiosha dhambi, anajitakasa kwa njia ya rozari. Tumsifu Yesu Kristo. Unataka kujiosha na dhambi zako? Tumia rozari, jioshe mwenyewe dhambi zako. Jitakase dhambi zako kwa kutumia rozari. Unapokuwa unasali rozari yako, unamwambia Salamu Maria, utuombee sisi. Unafikiri hiyo salamu inapita bure? Lazima wewe ni mkosefu, ikufanyeje? Ikufanyie ikuponye. Rozari inaponyesha pia majeraha ya kwenye roho yako. Inaponyesha majeraha. Majeraha. Yesu mwema, utusamehe dhambi zetu. Unatumia rozari kujiombea msamaha wa dhambi zako. Na unasamehewa. Unasamehewa. Rozari pia ni njia pekee ya kufanya malipizi. Mtakatifu Dominiko yeye alikuwa anaungamisha watu dhambi zao. Yeye alikuwa anawapa malipizi ya kusali rozari basi. Sasa siku hizo ukimpa mtu kusali rozari, anaanza haji tena kwenye nani? Yaani ukimpa jamani, wewe malipizi yako sali rozari nzima, matendo ya uchungu. Aise hata kuja tena kwako. Unajifukuzia wateja wa kuungama. Sasa hiyo nyewe mkoje yani? Kwa kweli yani. Lakini rozari ni njia nzuri ya kuponyesha makovu, ya kuponyesha majeraha. Ujiponyeshe mwenyewe kwa kutumia rozari. Kwa hiyo ukienda kwa padri akakupa nini? Malipizi ya kufanyaje? Ya kusali rozari kama malipizi, ufurahi mno. Na asipokupa, wewe mwenyewe usali hiyo rozari, utajiponyesha majeraha ya dhambi. Majeraha ya dhambi. Utajiponyesha. Nafikiri tangu leo nitakuwa naanza kutoa malipizi ya rozari. Lakini nitajipotezea wateja wengi. Kwa hiyo ni bora wewe mwenyewe tuwafundishe watu rozari ili aone umuhimu wa rozari. Wewe mwenyewe hata usipomwambia, yeye asali yeye kama yeye. Hapo inakuwa nzuri sana. Mkristo wa leo anatamani umwambie usali Baba Yetu moja na Salamu Maria moja. Hata kama ameondoa mimba, hata kama ameiba kitu kikubwa, umwambie rozari usali Salamu Maria moja. Au sasa atukuze Baba moja. Sasa hiyo ndugu zangu, salini rozari. Hii hapa. Sali rozari, utajiponyesha majeraha mengi mwenyewe. Utajiponyesha majeraha mengi mwenyewe.
Rozari ndiyo njia pekee. Wanasema hivi. Mtakatifu anasema kwamba siku moja mama yetu Bikira Maria alimwambia mwenye heri Alani kwamba, namnukuu sasa. Huyu nani Bikira? Namnukuu nani? Bikira Maria. Akasema hivi: baada ya sadaka ya misa takatifu, yani sadaka ya misa ambayo ndiyo muhimu sana, yani manake misa takatifu ndiyo muhimu sana, na pia ni kumbukumbu hai ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hakuna uchaji bora wowote au wenye thawabu kuliko rozari takatifu. Sio kama umeelewa sentensi hiyo, kwamba baada ya misa takatifu iliyo na ubora wa hali ya juu sana, ambayo ni kumbukumbu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, baada ya hiyo inayofuata ni misa, ni rozari takatifu. Kwa maana kwamba kwa upande wa sala zote duniani, sala iliyo kubwa kuliko zote huwa ni misa takatifu. Lakini baada ya hiyo misa inayofuata kwa ubora wa sala ni rozari takatifu. Ndio maana ya Bikira Maria kusema sentensi hiyo. Alimwambia nani? Mtakatifu nani? Alani. Alikuwa padre naye mwenyewe, Padre Alani. Ndio Dominiko na Alani wote ni waasisi wa hina, lakini aliyetangulia ni Dominiko. Dominiko alipokufa, Bikira Maria akamteua nani? Alani. Alani. Kwa hiyo ndugu zangu, sala kubwa nazo zile zote ni misa takatifu. Na ndugu zangu niwaambie, ukiweza kusali misa kila siku na kila muda unapopata fursa ya kufanya hivyo, sali. Kila fursa unapopata, sali misa takatifu. Lakini pia baada ya hiyo misa takatifu inayofuata nini? Rozari. Hakuna nyingine inayozidi hizo mbili. Inayoanza nini? Misa. Inayofuata ni rozari takatifu. Sasa unakuta mwingine anahangaika na vitu vingine. Ndugu zangu, sali hiyo rozari. Usihangaike na vitu vingi sana. Usihangaike na vitu vingi. We sali misa, sali rozari. Sali misa, sali rozari. Yeye ndio maisha yako. Ndugu yangu, utakuwa mtakatifu na shida zako zitafanyaje? Zitakwisha. Alafu shida, usiombe shida ziishe. Shida hazipaswi kuisha. Shida hazipaswi kuisha. Zinapaswa kubaki. Useme shida zitakwisha, hapana. Labda changamoto upewe mgongo mzuri wa kubeba zile changamoto. Unachopaswa kuomba kwenye maisha haya sio kumaliza shida. Unachopaswa kuomba ni kwamba Mungu akupe nguvu za kubeba msalaba mzito. Msalaba mzito. Mama Maria, nyie mnapenda mateso hampendi? Mnapenda mateso hampendi? Mnapenda mafanikio tu? Mateso ni daraja la kutupeleka mbinguni. Mateso. Wewe unachopaswa kuomba, uombe Mungu akupe mabega ya kubeba nini? Mateso. Sio kuepuka na mateso. Mateso yanapaswa kubaki, ubaki nayo. Kama Paulo anavyosema. Paulo anasemaje unajua? Anasema, kwa sababu ya mafunuo hayo nilipewa mwiba mwilini. Nikamsihi Bwana mara 3 aniondolee, lakini Mungu akasema, neema yangu ya kutosha kwa ajili yako Paulo. Kwa hiyo na wewe hata kama una mateso, msalaba wako huu, beba msalaba wako, ubebe msalaba, ubebe.
Beba msalaba wako. Ule mtakatifu nani? Francisco, yeye alisema hivi. Alisema kwamba akasema, Bwana, Mungu, nakuomba usiniondolee huu msalaba. Usiniondolee huu msalaba. Bali nakuomba pia uniongezee mzito zaidi. Sasa wengine nyinyi mnaomba msalaba itoke, wengine naomba waongezewe. Uombe neema ya kubeba huo msalaba. Ubebe. Omba neema ya kubeba msalaba huo. Kristo, Mama Maria, mwambie mwenzako, omba neema ya kubeba msalaba wako. Omba Mungu akuongezee msalaba. Akuongezee msalaba. Msalaba unaleta utukufu. Akuongezee msalaba. Lakini akupe neema ya kupokea na kuvumilia mpaka mwisho. Msalaba wako uwe ni chombo cha kupeleka wapi? Mbinguni. Ngoja niwaambie ndugu zangu, kadiri mtu anavyoteseka ni kadiri hiyo hiyo. Akiteseka lakini akavumilia kwa furaha kubwa. Tumeelewana? Ni kadiri hiyo hiyo anamfana Kristo. Je, unataka kumfana Kristo? Beba msalaba tena uongezewe mkubwa zaidi, ubebe mzito. Ukibeba mzito unamfana Kristo aliyebeba mzito. Fana Kristo aliyebeba mzito. Sasa nyinyi mnataka mateso yaishi, yaende wapi? Yakae ili uendelee kwanza kunyekea. Uendelee kujikabidhi kwa Mungu. Kama huna mateso, unakuta hata vya Mungu na viacha unavizarau. Unavizarau kabisa. Unavizarau. Unakuta wengi hapa mna matatizo, ndio maana mmekuja hapa. Uje hapa kuomba neema ya kuvumilia hayo mateso. Sio kuomba neema kuondolee mateso. Omba neema ya kuvumilia mateso. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, muda unaisha sana. Unaisha muda. Napaswa kumaliza saa ngapi sijui. Saa ngapi? Namaliza saa ngapi? Namaliza saa ngapi kipindi? 7:30. Baki saa moja. Okay. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa hiyo tujitahidi kubeba msalaba yetu pia. Hiyo ilikuwa inaingia tu, imeingia kwenye faili jingine, imetoka kwenye faili jingine kaingia kwenye mada hii, lakini ilikuwa ni na yenyewe inasaidia sana. Saidia sana. Wakati wote muumini ambaye yupo katika hali ya neema anaposali rozari huku akitafakari mafumbo ya maisha ya Yesu, anapata ondoleo la dhambi zake zote. Sasa jambo jingine nakuja hivi. Ukiomba rozari takatifu unapata ondoleo la nini? La dhambi. La dhambi. Haikuachi hivi hivi. Kila unaposali rozari takatifu, dhambi zinazidi kupukutika katika roho yako. Na zaidi sana ukusali rozari katika neema ya nini? Ya utakaso. Utakaso. Utakaso maana yake nini? Unakuwa huna dhambi za mauti moyoni mwako. Hapo unakuwa neema ya nini? Ya utakaso. Unakuwa huna dhambi za mauti. Unapokuwa na sali rozari takatifu unapata ondoleo la nini? La dhambi. La dhambi. Tumsifu Yesu Kristo. Mmependa rozari? Ipende sana. Ipende sana. Ipende sana. Rozari takatifu. Kila wakati unaposali rozari takatifu, Mungu anakusamehe makosa yako. Kadiri mtu anavyokuwa na sali rozari takatifu, Mungu anazidi kumfutia hata malipizi ya dhambi zake. Dhambi zenyewe anakupatia pia, anakufutia au anakusamehe pia madhara ya dhambi zako.
anakulipia, Bikira Maria nakulipia. Salini rozari sana. Rozari sana. Isali rozari sana. Kwanza hakuna swali lote ambayo rozari hawezi kujibu. Yote inaweza kujibu. Ni wewe tu kuwa makini, kuwa makini. Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Jiombe wenyewe kwa kutumia rozari. Na msipende kuombewa. Msipende kuombewa. Msipende kuombewa. Enda kwa mchungaji uniombee. Ndugu zangu, wewe sali mwenyewe, tumia rozari hii. Inakutosha mno. Ila kwa vile nyie mna vitu, mna dhahabu ile hamuoni. Mna dhahabu hamuoni, ndio maana mnakimbia huku na huku, mara kwa Mwamposa. Yaani hapa Mwamposa akisema yuko hapa, watu mtatoka hapa mwende kwa Mwamposa. Kwa nini? Kupenda kuombewa bila wenyewe kujiombea. Tumia rozari, ina utajiri mkubwa sana. Mtakatifu Dominiko aliyekuwa amesadiki juu ya manufaa ya rozari takatifu na thamani yake kubwa, aliposikiliza maungamo, yeye alikuwa anatoa malipizi ya nini? Ya rozari. Watu wasali rozari. Tusali rozari ili wajiponyeshe wenyewe na madonda hayo ya dhambi zao. Sasa kwa vile siku nilisema kwamba tutakuwa na kipindi kingine cha watu kuwapokea au kuwaweka wakfu kwa Bikira Maria kwa njia ya kuvaa nini? Skapulari. Naomba niishie hapa kwa upande wa rozari, tuanze hiyo zoezi hilo. Mama Maria, mko tayari kwa hilo? Na mvua simeshaisha? Nitaomba niwaweke wakfu kwa Bikira Maria kwa kuwavalisha skapulari. Skapulari ni vazi takatifu. Vazi takatifu. Wale ambao hamjapata, sijui mko wapi ambao hamjapata. Mko wangapi wale ambao hamjapata rozari skapulari? Sasa mlikuwa mnafanya muda wote tangu jana tumesema. Zimeisha. Basi waliopata ndio watavaa. Naomba tufanye hiyo ibada, muwe na kitabu hiki. Ndio kina ibada yake. Kama hauna mwambie mwenzako akuazime uje nacho hapa. Hiki kitabu. Kuvaa skapulari ndio ni njia ya kujiweka wakfu kwa Bikira Maria. Manake unakuwa mtoto wa nani? Wa Bikira Maria. Bikira Maria, mtoto mpendwa wa Bikira Maria. Nataka kujua nini maana ya dhambi ya mauti? Mama Maria, tuna nusu saa, si ndio iliyobaki? No, dakika 39 ndo zimebaki kumaliza kipindi changu ambacho nilikuwa tumeweka kwamba tufanye ibada ya kuvalisha watu skapulari na kadhalika. Sasa hiyo kwa vile kamati imeona kuna watu wengi wangependa kuvaa ila hawapo hapa sasa hivi na watakuwepo jioni baadaye sana. Sasa tukabidi watu ifanye jioni ili wote wapate fursa, wasiondoke hapa wakiwa na hamu wakati umekuja hapa ushibe. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini naomba ibada hiyo inakuta kwenye kitabu changu. Yaani hiyo kuna fursa yote kwenye kitabu hiki yote. Kwa hiyo utafute, ukinunue, uwe nacho nyumbani, uwe unajifunza mwenyewe. Hiki kimeandikwa utume wa nini? Wa Fatima. Kiamo humo yote ambayo nimekuwa nafundisha kuhusu rozari, kuhusu skapulari na mengine mengi kadha wa kadha. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwenye ibada hiyo tutatumia hicho kitabu, itakuwa humo ya kujiweka kwa Bikira Maria. Sasa swali na majibu watakaopenda kuuliza kwa muda huu uliobaki. Mmoja wetu anauliza kwamba dhambi ya mauti ni nini? Tumsifu Yesu Kristo.
Nyote mngependa kufahamu hiyo dhambi ya mauti ni nini? Naeleza. Dhambi ya mauti kwa lugha nyingine inaitwa dhambi kubwa. Zipo aina mbili za nini? Za dhambi. Kuna dhambi ya mauti na dhambi isiyo nini? Ya mauti. Dhambi ya mauti ni ile dhambi ambayo ina madhara makubwa, kwamba ikitokea ukafa nayo unaenda motoni mwa nini? Mwa milele. Ndiyo dhambi ya mauti. Na hiyo ikoje? Hiyo ni dhambi ambayo unaitenda kwa utashi na uhuru kamili. Wewe utashi wako na uhuru kamili, au na akili kamili. Hiyo ndio dhambi ya nini? Ya mauti. Mama, umenielewa? Dhambi ya mauti ni ile dhambi ambayo unaitenda ukiwa unajua. Basi ukiwa unajua kwamba hii ni dhambi na ukaamua kuitenda, hiyo ndio dhambi ya nini? Ya mauti. Mfano, umeokota skapulari hii, sio? Hujaja kuitangaza, ukaamua kufanyaje? Kuificha. Na unajua kwamba hiyo ukiokota kitu cha mtu bila ukitangaza kwa mwenye nacho akichukue ni wizi, ukafanya hivyo, inaitwa dhambi ya nini? Ya mauti. Kwanza ukiotoka skapulari ukaificha skapulari hii, ukafanya hiyo dhambi, unaingia motoni mwa milele. Umeelewa? Ndio hivyo. Yaani dhambi ya mauti ni ile dhambi unayotenda kwa utashi wako mwenyewe. Hata kama ni kajitu kadogo mno. Skapulari ni kitu kidogo sana. Thamani yake ni shilingi ngapi? 2,000, 3,000 ngapi? Sio kulingana inavyofanana yenyewe. Ukaiba. Ukiwa unajua kama kuiba ni dhambi, hiyo inaitwa dhambi ya nini? Ya mauti. Kwa hiyo dhambi ya mauti ni ile dhambi ambayo unaitenda ukiwa na akili zako. Jambo lenyewe laweza kuwa ni jambo dogo au jambo kubwa, lakini umelitenda ukiwa na akili yako. Hiyo ndio dhambi ya mauti. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana mama hapo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Baba Padri, swali langu tulisema rozari inaleta faida kama unaisali vizuri. Yes. Lakini ukutufasiria kama kuisali vizuri ndio namna gani? Aha. Nimesema kwamba rozari takatifu ya Bikira Maria ina manufaa makubwa endapo mwenye kuisali anaisali vizuri. Kusali vizuri ni pamoja, kwanza, ile hali ya juu sana ni ile ya kusali kwanza ukiwa umeungama dhambi zako vizuri. Hiyo ni namna ya kwanza kabisa, kategoria ya juu. Usali ukiwa katika neema ya nini? Ya utakaso. Hiyo ndio kategoria ya nini? Ya kwanza. Hiyo ina manufaa mazuri mno kuliko ile ya mtu anayesali lakini anakaa katika hali ya nini? Ya dhambi. Bikira Maria, kuna askari mmoja, yeye alikuwa anapenda kusali rozari. Askari mmoja anapenda kusali rozari yake, kila siku anasali tu rozari yake. Najibu swali lako. Kila siku anasali nini? Rozari yake. Ndio ilikuwa maisha yake. Lakini huyu askari alikuwa ni mwasherati mkubwa. Ana wanawake unini, haungami dhambi zake. Basi sasa Bikira Maria siku moja, huyu yuko anasali rozari yake, Bikira Maria akamtokea. Huyu askari. Alimtokea akiwa amemletea chakula kizuri. Lakini chakula kilikuwa kwenye sahani ambayo ni chafu. Sahani ambayo ni chafu sana, chafu sana kiasi kwamba wewe huwezi kula, utapata kinyaa tu. Basi akamletea hiyo chakula. Akasema, mwanangu, naomba ule chakula. Anamletea huyo askari aliyekuwa sali rozari yake, ambaye ni mwashirati Huyu askari akamwambia, sasa mama,
mbona chakula ni kizuri lakini sahani ni chafu mama. Siwezi kukila. Siwezi kufanyaje? Kukila. Umeelewa point hapo? Kumbe ili rozari yako iwe nzuri, unapaswa kuisali ukiwa katika neema ya utakaso na kuwa nzuri mno. Labda kwa wale ambao wanatumia rozari kama sehemu ya toba, yani kufanya toba ya madhambi yao, fanya toba ya madhambi yao, utusamehe si wakosefu, hiyo inakuwa pia nzuri. Lakini kwa yule ambaye anasali rozari akiwa katika neema ya utakaso, neema ya utakaso maana yake mtu anayesali rozari yake, neema ya utakaso ambaye kwamba mtu ameungama dhambi zake, hana dhambi kubwa ambayo ametenda tena baada ya kuungama kwake, huyu anakuwa kwenye neema ya nini? Ya utakaso. Na mtu huyu akifa anaingia mbingu, hawezi kwenda motoni, huyu hawezi kwenda motoni. Tumsifu Yesu Kristo. Mama, umeelewa? Haya. Karibu sana mwenye swali jingine. Lakini mfanye swali yenye maana sana machache kwa sababu muda sio mwingi. Kila mtu hapa ana sakramenti ambayo amevaa. Kuna mwingine amevaa rozari, mwingine pete, mwingine medali. Kila mtu, lakini tunapoenda kuvipa sakramenti jioni ya leo. Ukiwa umevaa medali, unaruhusiwa kuvaa juu sakramenti. Kipengele kingine. Swali langu lingine ni kwamba je, kama turuhusiwi hivi sakramenti tukiwa tunatumia vikiwa vimechoka au yani unaona kama rangi yake imepotea kwenye ile hali yake ya kawaida, kama imechoka, tunaruhusiwa kuvichoma au tunavifanyaje ili kubadilisha? Ni swali lake, msikilize kwanza. Nyingine imechakaa, unaweza labda ukaitundika nyumbani mwako, hiyo ni option ya kwanza. Au ukiona kukaa nyumbani mwako itaenda haipendezi, basi mpelekee padre, ili padre anajua namna ya kufanya. Kila padre amefundishwa namna ya kufanya vilivyochakaa. Tumeelewana? Wewe mpelekee padre kama unaona kuna ushida. Swali jingine. Kwenye mkono tuna vidole vitano. Tunaruhusiwa kuvaa sakramenti labda pete zaidi ya moja. Pete za nini? Pete ya mchumba, pete ya mume, pete ya nani mwingine? Nimesema kisakramenti, sijasema pete ya mchumba. Nimemaanisha pete. Pete. Rozari ya kidoleni na labda na nyingine ipi? Zari ya Mikaile. Naomba nifafanue hivi. Si mimi nimevaa hapa pete. Ni ya Bikira Maria, si ndio? Kuna pete ya Mtakatifu Mikaeli. Kuna pete, yani unaweza ukavaa pete yani ya watakatifu wengi kwenye mkono mmoja. Sasa hiyo nafikiri haijakatazwa sehemu yote isipokuwa tusionekane tuko kama washirikina fulani. Unakuta mwingine ana burunguti la vitu humu. Burunguti la vitu humu. Mimi kwa mfano kama shingoni mwangu, mimi na scapulari peke yake, hakuna nyingine. Rozari yangu naweka mfukoni. Rozari yangu waka ni mfukoni, shingoni mwangu waka ni scapulari. Full stop, hakuna kingine. Msiweke vitu vingi sana. Alafu jambo jingine, mnachowaomba Mama Maria, sijui nyinyi mnafikiriaje, lakini kwangu mimi kisakramenti ambacho nakiamini sana ni rozari, yani cha kuvaa shingoni, ni rozari, ni scapulari. Mimi naviamini sana kuliko vingine vyote. Msalaba, bila kusahau msalaba, niko msahau msalaba, lakini msalaba huwa tuuvai, si ndio? Msalaba si kwenye rozari hapa. Yaani hapa kuna 2 in 1.
hapa kuna sanamu ya Bikira Maria hapa. Si ndio? Kuna sanamu ya kuna nani? Kuna msalaba mtakatifu. Kuna rozari yenyewe. Yaani hapa inakuwa inanitosha sana mimi hii. Inakuwa inanitosha. Ni maswali inayohusu skapulari. Ya kwanza ninapenda nijue skapulari ni lugha gani. Ya pili nimesikia skapulari ni kama vazi. Na vazi sherti livalwe, lichafuke, lipasuke. Skapulari kizeeka nitafanyaje? Nishasikia lakini sikusikia kwa undani. Ingine niko nauliza kuhusu ibada ya kisakramenti ya skapulari. Ukiwa yule ambaye ataweza umejua fulani anaweza kupata hiyo skapulari lakini haiko tayari kufika ndani ya ibada, utafanyaje kumhusu? Ni mzaifu labda. Asante. Mama Maria. Sasa mimi sio mwelekezo wa kukariri vitu. Maswali la kwanza la pili nakuta ukishamaliza la kwanza nimeshasahau ukishamaliza nimeshasahau la kwanza. Sasa la kwanza ilikuwa ni ipi la kwanza? Nafikiri useme moja nijibu hilo kwa sababu najua yote naweza kuyajibu lakini warau. La kwanza nilikuwa nauliza skapulari ni lugha gani? Skapulari lugha Kiswahili. Skapulari Kiswahili. Skapulari. Hiyo ni Kiswahili. Kiingereza ni scapulo. Scapulo. Hiyo. Kwa hiyo skapulari imetoka tu moja kwa moja kwenye Kiingereza. Ukasema skapulari. Kwa hiyo hii skapulari ndivyo Bikira Maria alivyoita. Alikuja nayo akampa mtakatifu nani? Simoni Stock. Simoni Stock. Hivi vitu ni vya ufunuo. Yaani Bikira Maria amevileta mwenyewe. Na Bikira Maria hatoi kitu ambacho hakina maana. Kinakuwa na maana sana. Akasema ni vazi la Bikira Maria linalovaliwa na watoto wake wapenzi wanaompenda Bikira Maria. Kama umpendi usilivae. Ni vazi. Kuna wengine wana skapulari kama nani fulani hivi. Hizo sio skapulari. Skapulari ni vazi la rangi ya kahawia. Si ndio? Lililotengenezwa kwa sufi. Sufi unaifahamu sufi? Hiyo ndio skapulari. Kuna nyingine imeteka kama rozari fulani hivi. Hiyo sio skapulari, mtu asikudanganye. Asikudanganye mtu. Tumeelewana? Na hiyo skapulari ikitokea ikachafuka, unanua nyingine kama rozari inavyo chakaa ukanua nyingine. Ukishavaa ukawashi kwenye ibada maalum, huhitaji tena katika maisha yako kupokelewa tena. Yaani ukishapokelewa hapa, tukipokea jioni, katika maisha yako imetosha. Ni kama mtu akibatizwa habatizwi mara mbili. Tumeelewana? Umepokelewa. Hiyo ni ahadi za kudumu. Za kudumu hizo. Swali jingine lipi ulilokuwa unauliza? Nimekuwa nauliza mtu ambaye yuko mbali. Ndio. Sasa hii hapa ibada mpaka wewe mwenyewe uhaidi mbele ya nani? Ya Bikira Maria. Ukitoka hapa ukampelekea skapulari hii, basi mtafute padre ndiye amvishe huyo mtu unayemhitaji kumpelekea. Lakini kwa ibada ambayo iko hapa. Sawa? Umpelekee hiki kitabu, mwambie ibada yake ni hapa, naomba huyu umvishe. Naye mwenyewe awe amepata mafundisho, ameridhia. Kama umeelewa wewe, mfundishe wewe kama wewe. Umueleweshe. Tumsifu Yesu Kristo.